kitu ambacho kinaitwa legacy. Ile jambo ambalo unafanya katika duniani, ukifanya mambo yale, ni mambo gani ambayo unaacha yenye inaweza kuwa inakumbukwa na watu kwa njia ambayo inaweza kuwa inaendelea kuwatia moyo, kuwasaidia katika maisha, na hata inaweza furahiwa na wale ambao wanaweza kuwa wanabaki. Au yako iko namna gani? Niseme kwa jina ni Samuel Mwendia, sasa hivi nao nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tunahudumu na kanisa la GDTM, God Deliverance Teaching Ministry, ambaye iko pale opposite Nguru Police Station, na kwa mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye hapa ambaye anaitwa Director Sandra, ambaye tunaheshimu kwa njia kubwa kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kuwa tunahudumia katika uwanja na katika saba yake. Na zaidi na hayo apologies, senior apologies, retired PPO ambaye ni Anton Kebushi. Mimi mwenyewe tumejuana naye tangu mwaka wa 2021. Mwaka wa 2021 ndio nilikuja Mwea, na nilipokuja Mwea nikamkuta wakati ule sasa nilikuwa katika kanisa la Kianglikana. Nilikuwa katika kanisa la Kianglikana St. James ambaye Ocharo alikuwa anasema kwamba ilijengwa. Nikakuta kanisa hiyo imesimama kwa miaka, tukasaidiana nao, tukajenga hiyo kanisa, na tumekuja ibada yake. Alikuwa mmoja wa wale wenye walinisaidia kwa njia kubwa sana. Sababu nilipoenda pale nilisema sasa mimi sitafanya kazi na watu wa siasa. Nikasema sasa nitafanya kazi na wasirika. Sasa nikaangalia katika wasirika wenye tukasaidiana nao, na nikakuta familia ya Bwana Kebushi pamoja na mkewe ambaye ni Madam Joyce na Daktari Kadhi na Captain Mugoni pamoja na Wanjiko na pamoja na Mugo. Sasa Asidria na hao wengine ambao ni Kara na Kali pia walikuwa tu, lakini walikuwa wadogo, wengine walikuwa wadogo. Wakati walikuwa wadogo kabisa. Sasa tukaanza kuwafanya huduma ya Bwana, na tukaifanya mpaka tukamaliza. Sasa tukabakiza sasa ikuje ifunguliwe. Sasa wakati wa kufunguliwa sasa ndio tulihama tukaenda katika ushirika wa GDTM. Na mimi ninapoongea ninamheshimu huyu ambaye tulimpatia kitengo cha senior apologies kwa sababu ya huduma ambayo amefanya katika kikao kile. Ile ni kanisa ya miaka 2 na miezi 4, na tumejenga ukuta ya kanisa ya Mzamba ambaye iko karibu Gota Ega. Tumejenga nyumba ya Mungu, kanisa ya kudumu ya ambaye ni kubwa yenye inasotosha watu 1000. Tumejenga kitchen na tumejenga swimming pool katika hiyo tu area kwa miaka hiyo. Kwa hivyo huyu kwa huduma yake Madam Joyce akiwa chairede wa hiyo kanisa, na Bwana Samuel ambaye ni pastor hapa akiwa vice wa kanisa, na sisi tumekuwa tukishukuru kwa njia kubwa kwa sababu yeye pamoja na familia yake tumekuwa tukisaidiana kwa njia kubwa. Kwa hivyo ninapokuja hapa, hii ni familia ambaye najua amekuwa akiniita mara kwa mara, tunakula na yeye, tunaongea. Na kuna watu wamesema hapa ya kwamba alikuwa anapenda maombi, na ni kweli alikuwa anapenda maombi sana. Na wakati tulijuana na yeye akiuliza kwani hakuna mchungaji anaweza kuja kuniombea nikiwa huko nyumbani, na alikuwa ametuma Tone ambaye ako hapa ambaye ni mchungaji sasa. Wakati huo Tone hakuwa mchungaji. Sasa nikasikia ule mwito, nikaenda nikaomba na yeye, akasikia mzuri, akaniambia wewe mchungaji, nimekupenda. Na sababu sasa umekuja wakati ule ninatafuta mtu wa kuomba na mimi, na umekuja. Kwa sababu kama vile umeambiwa kwamba katika historia urology alikuwa ameungua ugonjwa wa kansa. Na sasa wakati ule angetaka mtu wa kufariji, angetaka mtu wa kumtia nguvu na kumweka moyo. Sasa nikaingilia pale sasa. Na nilipoingilia pale, kutoka wakati huo tukaanza kuwa marafiki. Sikuwa najua familia, mwenye nilikuwa najua tu ni Madam Joyce, nilikuwa namjua wakati huo. Lakini kwa neema ya Bwana aliweza kuendelea kuniambia. Kwanza alitaja majina. Alikuwa anataja watoto wake kila wakati nikienda. Anataja watoto wake. Na akaniambia nitaweza kujulizana na hawa watoto. Na kweli amenijulisha na hawa watoto, na tumeweza kuwa tunawasiliana na wao katika mambo yale ambayo yamekuwa. Kwa hivyo mimi ninao hudumu katika huduma ya leo, si mgeni kabisa hata kidogo. Ni mtu ambaye tumetembea naye safari ya miaka hiyo tangu 2021. Na katika safari hiyo watu wanapokuni witness ya kwamba wakati wote akienda kwa wao anawachallenge na Biblia. Na nilikuwa najua vile alikuwa anawachallenge. Na nakumbuka hata alikuwa amenileta kwenu kule tukiwa pale Rosberg, na tukaongea na nyinyi kwa sababu alikuwa na mapenzi kubwa sana ya mtu mwenye alikuwa anaona ako na kitu kumpeleka kwa wengine ajulikane.
Sasa alikuwa ananipeleka kule kwa sababu alikuwa anasema na alisema maneno hata ninakumbuka mpaka leo. Aliwaambia leo sikumletea mtu wa papo. Wakati huo sasa nilikuwa mchungaji. Sasa akasema sikumletea mtu wa papo, lakini yule nimemletea mtajua kwamba ni mtu ambaye ni wa aina gani. Na nakwambia nakumbuka kuna ofisa mmoja ambaye alikuwa ametoka Meru. Alikuwa anasema ningetaka mchungaji wewe unje kwangu ili uongee na mimi pamoja na bibi yangu. Lakini hiyo itakuwa ni wakati mwingine. Kwa hivyo yule ninayezungumzia siku ya leo na hii mazizi ninayofanya ni ya mtu ambaye ninaelewa, ambaye tumetembea safari na yeye, na mimi nimemheshimu kwa njia kubwa. Kuna jambo lingine ukiona tukiimba hapa, alikuwa anapenda nyimbo. Kila wakati nikienda kwake alikuwa anaenda kwa YouTube. Hata ndiye alinifundisha mambo ya kwenda YouTube kutafuta nyimbo. Anaenda kwa YouTube anatafuta nyimbo, inaenda pale kwa screen ya TV yake, inaimba, ananiambia unaona vile wanaimba? Ananiambia hiyo nyimbo ndio tutaenda kuimba kanisani. Hiyo ndio tunaenda kuimba kanisani. Kwa sababu alikuwa anataka kuimba nyimbo kwa njia kubwa. Kwa hivyo mimi namheshimu huyu marehemu ambaye ni senior apologist retired BPO kwa sababu ya huduma ambayo amefanyia nchi yetu. Kwa wakati huo niliweza kunieleza mambo mengi ambayo amefanyia Kenya na mimi naielewa. Sababu ya interest ya time, wale ambao tunajua tuendelee kukaa tunajua, na wale ambao hawajajua tuulizeni, na tutamwambia kwamba vile tunajua hapa kumelala kiongozi ambaye ni simba, kiongozi ambaye ni king. Hivyo ndivyo kulivyo katika jina la Yesu Kristo. Na nimeshangaa ameanza kutunza na kuweza kukuza wengine wanakaa yeye. Nimeona kwa karibu Daktari Catherine Wanyawira akiendelea kufuata njia hizo. Hata captain nimemuona hapo. Najua siku na Mungu naye wanafuata nyuma. Naye Captain Matthews nimemuona naye pia ameenda na shukuru kwa sababu ya yale malezi yaliyoko pale. Sasa nirudi kwa Biblia ndio tuweze kusikia neno la Bwana. Sasa hiki ni kifungu cha Biblia ambacho kinazungumzia kuhusu Ayubu. Na hii story ya Ayubu tunaijua. Lakini sasa sitataka kuzungumzia kuhusu Ayubu na majaribio na kufarijiwa. Sababu familia tumefarijiana nao, hata tulikuwa nao mmoja tunaendelea kufarijiana, na mimi huwa siachili watu hapa. Najua kuna siku kadhaa ambazo tutaendelea kuwa na pamoja nao. Ndio niweze kuendelea kuwaasha kwa njia ambayo ni ya kiroho, waweze kufika mahali ambapo watakuwa wameweza kusimama vizuri katika roho. Lakini wacha tuangalie mambo kadhaa ambayo tunaweza kuangalia. Na katika hiki kifungu cha Biblia tutaangalia legacy za aina, wacha tuangalie 4 kwa kifupi. Inaweza kuwa 5 lakini tuangalie legacy za aina 4. Moja ni legacy ambayo tunaita spiritual legacy. Ile legacy ya kiroho. Legacy ya kiroho. Ya pili ni ile tunasema ni social legacy. Sasa ni legacy ambayo ya vile watu wanaishi katika jamii. Na ile nyingine ya tatu ni ile tunasema economical legacy. Vile mtu anavyoweza kutafuta mambo yanayoweza kumsaidia katika jamii, na yenye anaweza achia watoto wake na wajukuu, yenye anaweza kuwa na linga naye ya kwamba amejenga nchi naye. Sasa hiyo ni legacy nyingine. Sasa na ile nyingine ambayo tunaweza sema iko pale ni political legacy. Kuna nyingine ambayo ni psychological legacy, lakini ile psychological legacy wacha tuendane naye. Tugize hapo kwa ile ambayo ni political legacy. Sasa angalia kifungu cha kwanza. Kinasema nini? Inasema katika nchi ya Uzu kulikuwa kunaishi mtu mmoja ambaye kwanza alikuwa mcha Mungu. Sasa ni legacy ya kiroho. Ile tunasema spiritual legacy. Yaani alikuwa mcha Mungu. Alikuwa anajulikana kwamba ni mcha Mungu kabisa. Kabisa. Nchi yote ilikuwa inajua kwamba Ayubu alikuwa mcha Mungu. Watu wake wa nyumbani walikuwa wanajua kwamba yeye ni mcha Mungu. Watu wa jamii walikuwa wanajua kwamba yeye ni mcha Mungu. Ukienda na huko ndani ndio uone legacy yake ya kwamba ni mcha Mungu. Utasikia wengine wakimwambia, wakijaribu kumfariji, wewe umekuwa ukifariji watu. Umekuwa ukifariji watu, lakini wakati huu umefikiwa umekosa nguvu. Hivyo ni kumaanisha alikuwa na spiritual legacy ya watu wenye walikuwa na banda na shida ya maombolezo. Yeye hakuwa na hata nyuma, alikuwa kibao mbele, na yale maneno yenye alikuwa anatoa ilikuwa inafariji watu kwa kweli kabisa. Sasa hivyo ndivyo kulivyo, ni spiritual legacy. Na Biblia inasema ya kwamba katika spiritual legacy alikuwa ameamua ya kwamba yale matendo atakayokuwa anatenda hataweza kusukumwa na watu atende kinyume cha mapenzi ya Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatenda kadiri ya uwezo ule mbaya unatakikana na Bwana katika wakati huo. Na ukijua kwamba ukitaka kujua hiyo na inspiration legacy yenye ilikuwa na nguvu ni ukienda pale chini ukifika mstari wa 7 wa 8 na huko. Basi 7 8 9 kwenda na huko. Mungu mwenyewe anatoa ushuhuda. Anauliza shetani, sababu tumesikia shetani akienda mbinguni pamoja na viumbe wengine. Hata anauliza shetani, na wewe shetani umetoka wapi? Na anamuuliza, na katika nchi yenye ulikuwa unatembea umemuona Ayubu ambaye yeye ananiheshimu. Mungu anatoa ushuhuda ya spiritual legacy. Mbinguni inakuwa na spiritual legacy ya kwamba Ayubu alikuwa anaheshimu Mungu. Alikuwa anaheshimu Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Ina mambo mengi lakini sitataka kuendelea kunyambua. Enda usome, sasa usome na uwe mwelekeo. Kanisa la GDDM ni kanisa la mabadilisho. Na huwa tunahakikisha kwamba ukikuja karibu na sisi lazima ubebe kitu. Na kile utabeba ukae naye milele na milele mpaka ufike mbinguni. Jambo la pili ni social legacy. Social legacy ni kutoka mstari wa 2. Biblia inasema kwamba alikuwa na watoto 7 na alikuwa na watoto 7 wa kiume na 3 wa kike. Sasa hapo ni mambo ya social. Unajua katika social kwanza unajulikana wewe ni social kama unaweza approach mtu akukubali uoe. Kama wewe ni mwanaume. Unajua kuna wengine ambao walikuwa na nguvu ya kuuliza waoe. Unaona wakitembea lakini sasa hawezi uliza. Na nakumbuka siku moja akiniambia vile senior, tulikuwa tunaitana senior. Alipo Madam Joyce. Aliniambia vile kulienda na akaniambia vile alianza na mwishowe vile kulienda. Sasa kwa sababu aliangalia akaona anataka kujenga kuacha social legacy. Kwanza awe na bibi, baada ya kuwa na bibi awe na watoto. Na sasa baada ya kuwa na watoto, si watoto tu wawe pale, lakini ni watoto ambaye ni wa heshima. Anatengeneza mpaka wanakuwa watu wa heshima. Ayubu alikuwa ametengeneza watoto wake kiasi, walikuwa wanapendana kiwango chenye walikuwa wanakuja pamoja kukula na kunywa pamoja. Lakini wewe katika social legacy unajulikana kwa kutawanya watoto wako. Ni wako lakini unatawanya. Unamwambia fulani simpendi kama wewe. Fulani simpendi kama wewe. Lakini sasa social legacy ya kutoka nyumbani, wacha ya kule nje. Sababu za kule nje social legacy pia iko pale. Sasa anasema kwamba watoto wake walikuwa pamoja. Alikuwa ameweza kuleta watoto wake pamoja. Na zaidi katika ile spiritual legacy anaweka madhabahu ya watoto. Anaweka madhabahu ya watoto. Biblia inasema kwamba alikuwa anaweka madhabahu ya kila mtoto. Katika social legacy inafuatana na inapatana na ile tunasema spiritual legacy kwa sababu zingine zinaingiana. Hasa jambo hilo liko pale. Katika ile tunasema ni social legacy. Social legacy tunaambia kwamba wakati ule alikuwa anaenda kufariji watu. Hiyo ni social legacy. Alikuwa anajulikana ni mtu wa kuenda kwa watu. Na hivyo ndivyo nimekuta Bwana Biblia akifanya. Anaenda kwa watu. Akisikia kuna jambo mahali anaenda. Akisikia kuna mtu ambaye ako na insecurity anamsaidia kupata security. Ukiwa unashinda anakusaidia. Hiyo ni social legacy ya kwamba kuna watu wengi ambao wangeambiwa watoe ushuhuda hapa. Wanaweza toa ushuhuda vile walisaidiwa. Na yeye katika social legacy yake. Sasa naye Ayubu alikuwa hivyo, alikuwa na social legacy na ilikuwa namna hiyo katika jambo lile. Sasa ile nyingine tunasema ni economic legacy. Kutoka mstari wa 3 tunaambiwa ya kwamba alikuwa na ngamia, alikuwa na mbuzi, alikuwa na alikuwa na watu wenye walikuwa wanafanyia kazi. Na inasema ya kwamba akawa sasa katika mtu wa Usu hakukuwa na mtu mwingine mwenye alikuwa kama yeye. Katika economic legacy. Sasa kwanza anatengeneza vyenye watu wake watakaa. Hapa kuna watu ambaye hawajatengeneza vile watu wao watakaa. Wewe ulioa, ulipata watoto lakini unjatengeneza vile watoto wako watakavyokaa. Unataka wakae kama watoto wa bata. Lakini si kama wakuku. Sasa unaachilia tu. Mtoto anafuata bata. Lakini wewe ushughuliki anakula nini? Ushughuliki atakaa wapi? Ushughuliki na ulikuwa na uwezo. Si kwamba una uwezo. Wewe umepewa uwezo. Lakini utatumika njia hiyo. Bwana Biblia kama Ayubu naye pia aliweza kutafuta. Amenipeleka karibu na mbali. Pahali ambapo ameweza kuegeza kwa sababu ya familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa ako na legacy. Familia yake inamtambua na inamjua kwa sababu ya vile aliweza kuwatafutia.
kusomesha watoto wake. Sasa naye iko pale katika economic leadership, kwa sababu economy yake aliweza kuitumia. Ndio tunasikia tuko na doctor, tuko na captain, na captain huyu ameleta makapteni wengi hapa. Tuna captain wengi sana ambaye nimeona hata kwa ile orodha ya pesa tulikuwa tunatoa sana Sakaya, nilikuwa naona captain. Kwa sababu wako wamekuja, na hiyo ni katika economic legacy ambaye amewekeza kwa watoto, ndio inaleta sasa legacy ile inafanya inavuta watu wengine wanakuja. Naye Ayubu ndiye alikuwa anajulikana ya kwamba katika kujenga nchi, sababu zile ngamia, zile ng'ombe na vitu vile vingine vilikuwa vinasaidia nchi. Sasa na katika hiyo sasa social legacy anaambiwa kwamba kuna political legacy, kwa sababu ukisikia kwamba alikuwa na watu wenye walikuwa chini yake. Siasa inakuwa hivyo. Sasa siasa inakuwa na watu, wewe unakuwa na watu wako chini yako. Na wenye walikuwa chini yake, alikuwa anaweza kuwasaidia waishi vizuri katika mambo ya jamii. Kwa hivyo sasa si mwanasiasa ambaye angeweza kuharibu. Hapana, ni mwanasiasa mwenye alikuwa anatunza baada ya economy, lakini pia economy ya nchi kwa kuweza kuvuga na kufanya mambo yale mengine alikuwa anafanya. Wewe umepewa nafasi, lakini utumie vizuri. Unataka wakati upite. Kwa BPO alikuwa anatumika kwa njia hiyo. Huyu ametumika kwa njia kubwa sana. Wakati kuna shida katika nchi, anaingilia kati katika mambo ya siasa, akiwa upande wa kulinda usalama. Anaingilia pale kati. Wakati kuna na shida kubwa hapa Nairobi, amefanya huduma kubwa kwa sababu ya mikoa yenye ilikuwa Nairobi. Ukakuwa na wakati mwingine kukakuwa na shida kule Nyanza. Akaenda, ndio sasa unaona watu wanamheshimu kutoka mpaka Nyanza. Wanakuja, anaenda anafanya kazi katika mambo ya kisiasa, anaenda anafanya watu watulie ndio waweze kuendelea kuongozwa. Hata legacy ya aina hiyo. Na Job alikuwa na legacy ya aina ile. Sasa wewe legacy yako ya kisiasa ni aina gani? Au wakati ule watu wanakuja mkutano kama unakuja kutukana, unafanya hata mazizi ikose kumalizika. Sasa hiyo ndio legacy yenye utataka kuwa naye. Naomba Mungu atujalie na atusaidie kwa njia kubwa. Kwa hivyo naheshimu Senior Apologist Returned BPO Bwana Anthony Kebushi kwa sababu ya legacy ambaye ameacha, na kwa kutuzungumzia siku ya leo ya kwamba tuangalie legacy zile tuko nazo. Moja ya kiroho, angalia yako iko namna gani. Unajulikanaje na watu katika kiroho? Unajulikanaje biguni katika kiroho? Hasa angalia social legacy yako. Social legacy yako kutoka kwako nyumbani imekaaje? Kwa maneighbors inakaaje? Enda mpaka kwa nchi inakaaje? Angalia economic legacy yako imekaaje? Wewe unaendelea kufanya nini katika jamii? Wewe ukikufa leo ni nini unaweza gawa kama yupo? Tuweze kuishi kama Senior Apologist Returned marehemu Anthony Kebushi. Bwana Yesu asifiwe. Na maneno tumesikia katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tunataka tuingie katika nafasi nyingine ya kuombea wa familia. Nitauliza kwa heshima